أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, wakuhimidiwa kwa sifa zote njema na wakushukuriwa kwa neema zote anazotuneemesha nazo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi wa viumbe vyote. Wakutakiwa rehema na amani, kwanza kabisa ni mtukufu wa daraja mwalimu wetu, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu waombolezaji, ndugu jamaa, marafiki, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, sote tuliojumuika, tuombolezeni kwa maombolezo mazuri yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haya ndio maelekezo tulioelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale tunapofikwa ni musiba. Tuseme dhikri hii, hakika yetu sisi ni wa Mwenyezi Mungu. Sisi sote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliyetuumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja wetu akitutangulia, kazi hiyo ameifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametutangulia na sisi tunamfuatia. Sisi sote tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuwaombee wenzetu waliotutangulia, tuwaombea maghfira, tuwaombea msamaha, Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao. Kama mwanadamu yoyote mwingine haepukani na kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atuwafikie tuwe ni wenye kurejea haraka kwa Mola wetu kwa kujutia madhambi, maasi na makosa mbalimbali. Tuwaombee wenzetu Mwenyezi Mungu awarahamu, awahurumie. Mwenyezi Mungu kwa rehema zake awaingize peponi. Rehema zake ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumetakiwa tuwe tukieleza mazuri ya wanaotutangulia, na tujizuilie kuyaelezea mabaya. Ndio mafundisho. Sasa ni mimi na wewe tujitahidi kutengeneza historia nzuri itakayokuja kuelezwa baada ya mimi na wewe kutangulia.
Na tunapoitengeneza hiyo historia nzuri ni kufanya mambo ya kheri, kufanya mambo mema mazuri kwa ajili ya Allah na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sio tufanye kwa sababu ya siku tukifa yapate kuelezewa. Si tufanye kwa ajili ya Mungu. Na sisi tunavyoishi hapa duniani, antum shuhadaullah fil ardh, nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu hapa ardhini. Yaani mtu anapoishi na majirani zake, anapoishi na wafanyakazi wenzake na wafanyabiashara wenzake, namna anavyoamiliana na watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, watu wanajua, watu wanafahamu, watu wanatambua. Ndugu zangu, tumeondokewa na mama yetu. Tumeondokewa na mama yetu. Mama yetu ametutangulia. Katika kumwelezea kwa kiasi ninachofahamu mimi, kwa sababu yeye ana watoto wake, ana ndugu zake, ana majirani zake, kila mmoja anajua namna anavyoweza kumwelezea. Mimi ninamuelezea kwa sehemu ndogo ninayoifahamu. Mama yetu huyu, kwanza tunamwambia Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nashhadu annaha kanat tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mwenyezi Mungu, sisi tunashuhudia kuwa mama yetu huyu alikuwa akishuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alikuwa akishuhudia kuwa Mtume Muhammad ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma adkhilha birahmatika fi ibadika as-salihin. Ewe Mwenyezi Mungu, mama yetu huyu kwa rehema zako tunakuomba umuingize katika grupu la waja wako wema. Wa adkhilha jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, Mola wetu, umuingize mama yetu huyu katika pepo yako ulioiandaa kuandalia waja wako wema kwa rehema zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Ustadh Hamza yule mwenyekiti wa serikali Hangul kama yupo asogea hapo kidogo. Alafu na mtoto wa almarhuma Bakari asogee hapa kidogo. Alafu na mwenzetu sana Isa maarufu Isa Muzdalifa, na muhitaji awe hapa karibu kidogo. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mama yetu huyu alikuwa ni mtu wa kheri, alikuwa ni mtu wa kheri, na Mwenyezi Mungu amemjaalia ni mtu wa kheri, na Mwenyezi Mungu ajalie safari yake hii iwe ni kheri. Mwenyezi Mungu amtakabalie kheri alizozitanguliza. Mola Tabaraka wa Taala anatuambia ndani ya kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wama tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Pia unaweza kuiangalia kama pana marekebisho turekebishe. Naam, Mwenyezi Mungu anatuambia wama tuqaddimu li anfusikum,
chochote kile ambacho mtakacho kitanguliza kwa ajili ya kujitangulizia nafsi zenu nyinyi wenyewe kutokana na kheri, manake ni huko kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, kutoa sadaka, kufanya kheri yoyote fi sabilillah, kuielekeza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mkaifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia tajiduhu inda Allah, kheri hiyo, amali hiyo mtaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tunahimizwa mimi na wewe, huu ndo wakati na hii ni fursa, tuitumie vizuri, tumwabudu Mola wetu, tuyakimbilie mambo ya kheri, anubadira bil a'mali salihah, tufanye haraka kufanya matendo mema. Mwenyezi Mungu anatuahidi kwamba tutayakuta, na kwamba hayo hatumfanyii mtu yoyote mwingine. Kila anayefanya, Mwenyezi Mungu asema afanye kwa ajili ya kujitangulizia nafsi yake mwenyewe. Naam, asema kwamba mtaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu huwa khairan. Mtaikutaje? Mtaikuta amali hiyo ikiwa bora kabisa, bora kweli kweli. Leo unatoa, lakini Mungu anakuambia siku ya kuonyeshwa ulichokitoa malipo yake utakikuta kikiwa ni bora kabisa, na malipo yake wa adhama ajra, na malipo yake utayakuta ni malipo makubwa makubwa kweli kweli. Mwenyezi Mungu atuambia mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu kwa madhambi yenu, kwa makosa yenu, kwa mapungufu yenu, na yeye Mwenyezi Mungu tutamkuta Ghafurun, ni mwingi wa kusamehe Mwenyezi Mungu, Rahimun, ni mpole kwa waja wake. Ndugu zangu, mama yetu huyu katika mazuri aliyoyafanya, hawa mnaona hapa mbele yangu, hawa ni wanafunzi wetu hawa wa Maahadul Hayati Islamia. Markazi hii inapatikana Kwere, barabarani tu pale, na hawa mnaona hawa ni baadhi ya walimu. Mama yetu huyu amekuwa ni support kubwa wa kuhakikisha kwamba kituo hiki chenye malengo ya kutumikia ilmu, kutumikia Uislamu, kuwatumikia Waislamu, mama yetu kwa hali na mali amekuwa ni mdau mkubwa sana. Aliniita hapa nyumbani kwake mama yetu, akaniambia, Shekhe, mnafanya kazi kubwa, na kazi hii hamwezi kuifanya peke yenu, tunatakiwa tushirikiane. Nyie mnasomesha, lakini pia na sisi tunaweza kufanya mambo ambayo yakawezesha kuendeleza kazi hizo. Mimi nina ploti yangu ipo Hangoni A, ninakukabidhi wakfu kwa ajili ya madrasa. Kababaye kwa mbali, mtu anaitwa Kababaye, yuko wapi? Hayupo. Ndiye ambaye alipewa maelekezo ya kwenda kutuonyesha ploti hiyo, tukaenda tukaiona Hangoni A pale. Basi nikamwambia mama, tumepokea. Tumekaa kwa muda mrefu kidogo, mama akaniambia, mimi mwanadamu nataka nikukabidhi kwa maandishi. Nikamwambia mama, jambo zuri, lakini ni vizuri tukaweka jambo hili katika utaratibu ambao ni mazingira salama na rafiki. Unataka niambie watoto wako wawepo, alafu eneo hilo tukabijani kwa maandishi, lakini awepo kiongozi wa serikali. Tumekwenda muda mrefu tangu ametupa, miaka 2 ilipita, lakini mwaka jana mama alinipigia simu akaniambia, hapa mwanangu Bakari yupo kwa niaba
ya watoto wa kiume na binti yangu. Nani alikuwa Bakari? Amina yupo kwa niaba ya binti zangu wa kike. Kaambia sawa, sasa mama muandae mwenyekiti wa serikali. Asema sawa, akamaliza hilo jambo, akamwandaa mwenyekiti wa serikali. Sema kesho uje. Tukaja mimi na Ustadhi Hamza na Ustadhi Muhammad. Lakini na mwenyekiti, yuko wapi mwenyekiti wa serikali? Hamid bado hajafika. Mwenyekiti wa serikali akasimamia zoezi hilo la kuandikishana. Mama akatukabidhi eneo lake kwa maandishi na wote tukatia saini. Mimi mpokeaji kwa niaba ya Mahadul Hadi Islamia, lakini pia na msaidizi wangu Ustadh Hamza na mwalimu wetu Ustadh Muhammad Salim. Bakari naye yupo akatia saini, Amina yupo akatia saini. Eneo hilo tumekabidhiwa na mama yetu. Mama yetu alisema hivi, eneo hili mjenge nyumba hiyo, ima wakae walimu wa madrasa au muipangishe, kinachopatikana kisaidie markazi hiyo. Ndio maelekezo aliyotoa. Kwa hiyo mama yetu katika mambo aliyoyafanya kujitangulizia, akijua kwamba wakati wowote atakwenda kukutana na Mola wake, kila alichoruzukiwa na Mola wake. Mama yetu ametupatia hiyo plot. Na katika mji wetu kumekuwa na matatizo kidogo ya kuzuazua maneno na kusema kitu bila ya uhalisia. Kama vile mtu ana kesi kule mahakamani hapa duniani, alafu anamtengeneza mtu shahidi wa kumtengeneza. Anamtengeneza kwamba utakwenda kutoa shahidi, utasema hivi, utasema hivi, utasema hivi. Siku moja aliumbuka kule mahakamani, alimwandaa kibibi hivi. Mjukuu anamwandaa bibi yake akamtolea ushahidi mahakamani. Siku imefika, yule bibi akatoa ushahidi, yuko mbele ya mahakama, anaulizwa sasa. Kuulizwa, yule bibi anazungumza Kirangi. Mafahamu? Anaulizwa, anashindwa kujibu. Ni kitu manake hakikusikia yeye kwa masikio yake, hakukiona, katengenezewa tu. Akaanza kusema, anamwambia yule mjukuu wake kwa Kirangi, eti jana ulisema nisemeje? Anasema kwa Kirangi, akidhani kwamba mambo hivyo ndivyo alivyo. Hakimu anauliza, anasemaje huyu? Pakatafsiriwa. Anamuuliza mjukuu wake, kuna maneno jana aliambiwa yaseme, kayasahau. Sasa anamuuliza mjukuu wake ile, anamwambia, nikumbushe jana uliniambia nisemeje? Sasa Mahadul Hadi Islamia ina viwanja vingi. Sikilizeni vizuri. Viwanja vya Mahadul Hadi Islamia vimetolewa na wenyewe waliotoa wote wako hai isipokuwa huyu mama yetu aliyotangulia. Kile kiwanja kile ambacho pale pana markaz Mahadul Hadi Islamia kimetolewa na kaka yetu Ali Saidi Mahanyu. Afu watu wanapotosha wanasema kiwanja hiki kilitolewa na mzee Saidi Mahanyu. Ali Saidi Mahanyu alinunua kiwanja, sio cha urithi, alinunua kiwanja cha kwake. Akakitoa kiwanja chake, sio cha urithi. Kingekuwa ni cha urithi, kina Hamza wasingekubali, uwe Hamza Saidi Mahanyu. Kina Nuru Saidi Mahanyu wasingekubali. Kaka, unatoaje kiwanja ambacho sisi wote tunatakiwa tupate urithi hapa? Kwanza kile kiwanja bwana kilitolewa na mzee Saidi Mahanyu. Shekhe akipora. Ali Saidi Mahanyu yuko hai na kakitoa kwa maandishi. Na walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu atubarikia. Viwanja vyote vilivyotolewa, wale watu waliotoa wameona maendelezo wakiwa wako hai wote. Kingine alitupa Sheikh Isa Al-Habib alimganda, alitupa kiwanja kule. Jamaa kamfuata akamwambia, bwana umefanya makosa, sisi ndio wa kutupa, sio Muhammad Kadidi. Ali akawasikiliza, mwisho wa siku kuna jambo pale kwao, akasema leo tunamaliza hili jambo. Kiwanja kile ni cha kwangu, sio cha urithi. Ndugu zangu wote hawa wanafahamu kiwanja kile nimekinunua mimi, sio cha urithi, ni changu. Nimekitoa mimi. Hivyo. Na alhamdulillah pale pia madrasa imeshajengwa na msikiti sasa hivi unajengwa. Lakini
kuna shule sekondari pale wameomba ile madarasa yatumie kwa ajili ya ibada, na tumeshafungua Ijumaa kwa sababu msikiti unajengwa pale. Sasa ninachotaka kusema ndugu zangu, mama yetu huyu kwa siku ya leo, kwa sadaka aliyoitoa, aliyoitangulizia, kwa kuwa tangu ametupa hatujafanya jambo lolote. Mama yetu ameondoka, sisi tunatakiwa tumunge mkono. Amesema pajengwe nyumba kwa ajili ya walimu wa kaya, au ipangishwe kinachopatikana iwe ni posho kwa ajili ya walimu. Leo tunataka kuzindua, kuandaa material kumuunga mkono mama yetu, kuandaa material hata kama ni room 2 za kuanzia. Ni katika mazuri aliyoyafanya mama yetu. Sasa kwa sababu alisema ijengwe nyumba, sisi tuliokabidhiwa, sisi tuna watu wa kheri, tuna wadau wenyewe ni yoyote mwingine anayetusikia. Maeneo yote tuliopewa tumejenga, si tumekabidhiwa, lakini tumetangaza biashara, watu walifanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waliotunga mkono katika akina mama ni wawili. Viwanja vingine vingi tulivyopewa tumepewa na wanaume, lakini viwanja viwili tumepewa na akina mama. Kimoja ni mama yetu huyu, kingine ni dada yetu Amina binti Hassan, mama Sadamu. Mama Sadamu alitufuata akatuita, asema shekhe, iko haja ya kuunga mkono. Mimi na kiwanja changu kiko karibu kabisa na madarasa yenu, mtakipenda? Kiwanja kizuri bwana, kiko barabarani kabisa, hot cake. Tukamwambia tunakushukuru sana, twende kwenye utaratibu. Mwenyekiti wa serikali, lakini shahidi pia alikuwa mtoto wake Sadamu. Sadamu kwapi? Sadamu yule pale. Mama tueleze, watu wanapotoshwa sana. Nuru Mekidani, kuna watu wanapotoshwa huko, hasadi tu. Sadamu yule pale. Sadamu kuna saini yake, ni mtoto wa mama Sadamu, ametia saini yake kwamba kiwanja hiki kimetolewa wakfu wa Mada Islamia. Hivi sasa hivi pale tumeshajenga rumu 3 kwa ajili ya bweni ya watoto wa kike. Rumu 2 zimekamilika, hizi 3 bado. Lakini baada ya wiki moja tayari watoto wa kike wenye uhitaji wataanza kutumia lile bweni. Tumeshachimba kisima cha maji, tumeingiza umeme. Ni kazi ya mama Sadamu, ametuunga mkono mwanamke huyo katika kazi hizi ambazo tunafanya, kazi za kuendeleza kazi za wazee wetu Sheikh Mas'ud ibn Mwinyi. Kwa hiyo mama Sadamu na Sadamu wameshaona kiwanja chao hakijauzwa, bali kumejengwa bweni la wasichana. Huyu mama yetu nilisema awepo nani, Bakari. Simama baba. Bakari mji wetu sio mzuri sana. Wewe umetia saini kile kiwanja mama ametupa sisi. Sio kwa manufaa ya Muhammad Garibi, kwa manufaa ya Maahadul Hayat Islamia. Nataka tuseme nini? Ni kweli au sio kweli? Ni kweli. Asante. Nuru Mekidani, upotoshaji uishe bwana, ufutike kabisa. Hatuna ubabaishaji sisi katika kupokea viwanja vya kwa ajili ya kuendelezea elimu. Tayeb. Sasa nilifanya makusudi kabisa kwamba Isa Muzdalifa. Samani bwana. Hii ni lakab. Sisi ili tukufahamu vizuri unasema Isa Muzdalifa. Sheikh simama. Simama. Poleni sana. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huyu katika ile hali nilikuwa nikizungumzia, Waislamu tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Tukitaka kusema, tuseme kitu tulichokisikia kwa muhusika, na si vinginevyo itakuwa ni uzushi. Tukitaka kusema, tuseme kitu tulichokiona kwa macho yetu. Huyu ni shahidi Sheikh Mas'udi alisema nini tukiwa Dar es Salaam. Leo mkiniona niko Babati, nimeacha yote ya Dar es Salaam,
waliokuwepo mashahidi ni huyu hapa na watu wengine wengi kabisa. Sheikh alisema Mwenyezi Mungu akinitanguliza unatakiwa urudi Babati ukaendeleze kazi zangu hata kama utakula ugali kwa chumvi. Huyu alikuwepo. Sheikh alipofariki mimi nilirudi Dar es Salaam, nilikuwa na mambo ya watu katika namna ya kuwekana sawa na hivi na vile. Hawa bwana waliniita hawa tena. Siku zile alikuwa bado yuko pale Kariakoo pale mjini kabisa. Pale kwake wakaniita, wakiwepo na kina Muhammad Dodo. Wananiambia Sheikh ondoka, sisi tulikuwepo wakati Sheikh anatoa maelekezo. Rudi Babati. Tulikuwa kwanza kwa mzee Jumanne Salama Star wakati Sheikh akiyasema hayo katika uhai wake. Sheikh amefariki, wakaniita pale Kariakoo. Sheikh wananiambia Sheikh si tulikuwepo wakati Sheikh akisema rudi. Huyo. Sasa mimi bwana nimerudi. Niko hapa mjini Babati. Tangu 2011, 2012 mpaka leo. Kwa ridhaa ya Sheikh letu, alhamdulillah, tumeunusuru mji wa Babati. Tumeleta heshima ndani ya mji wa Babati. Sisi tukiwa mazao na matunda ya wazee wetu. Kazi za Sheikh letu, tumetafuta mazingira rafiki na salama. Hakuna mgogoro wa taasisi yote wala mtu yote. Pale panafundishwa ile elimu aliyotuachia Sheikh letu. Tunasema ni baraka na ridhaa za wazee wetu. Yale maendeleo yanayopatikana sio nguvu zetu wala sio tuna akili sana au tuna ujanja sana. Hapana. Ile ni ridhaa ya Sheikh letu. Sasa wewe kwa kuwa ni shahidi, kwa nini mimi nilitoka Dar es Salaam na kwa nini mimi niko hapa? Dada yako almarhum, dada yako ametoa kiwanja ijengwe nyumba kwa ajili ya walimu au ipangishwe madrasa ipate uwezeshaji. Ndio ile kazi ya Sheikh letu. Sasa wewe Ustadh Hamza, unamwona huyu katika shughuli za ujenzi wa nyumba, hiyo nyumba ikamilike, ima watakao walimu au tutaipangisha. Unamwona huyu tusimwachie huyu. Na mimi nasema kama vile Sheikh alivyokuwa anasema, yani mimi Mungu akinitanguliza huyu hapo, huyu hana shaka. Sheikh alisema nini na hana shaka kwa nini mimi niko hapa. Huyu mshikani vizuri sana huyu. Lakini pamoja na hivyo, wewe unatakiwa ututafutie watu wa kheri, hiyo nyumba tuijenge. Lakini unapotafuta watu wa kheri, wewe umo. Mbona mimi nimeacha shughuli zangu? Leo sio mwenzangu bwana. Kwa hiyo leo hii tunaanza hapa. Tusipoteze muda. Wakati sio rafiki. Hapa ili jambo twendeni kwenye al-maslahatu al-mursala kawa. Sasa kuna msiba, haya tena yanatokana na nini? Jamaa, al-maslahatu al-mursala, tunapoelekeza jambo katika fi sabilillah, asipatikane mtu kujitia ujuaji. Bana kwenye misiba sisi hatuchangishi, mkituita sisi kwenye misiba sisi tunawapa tu huduma, hatuwasumbui kabisa wa michango. Sheikh, dini umeisomea wapi? Mungu atuambia wama tukadimu li anfusikum, himiza watu watoe sadaka, wajitangulizie kwa ajili ya nafsi zao. Unaofundisha watu bakhili, msiwasumbue watu kwenye misiba. Sasa wewe ulioko hapa, mimi na wewe, jamani, tutieni nia kwanza. Tutieni nia, ndugu wa marehemu, watoto wa marehemu, majirani, marafiki, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, tumsapotini mama yetu katika kheri aliyojitangulizia, ili kesho na kesho kutwa kwenye eneo lile nyumba isimame. Na mama yetu tayari ameshajiwekezea. Sasa na sisi tuchangie, lakini tutieni nia insha Allah taala. Kwa hiyo hapa tunakusanya material kwa haraka sana. Tunazindua material kwa ajili ya kuanza kujenga nyumba hiyo. Kila anayeleta na tukileta, kwanza tia nia. Mungu anasema ni kwa ajili ya nafsi yako. Usitoe kwa sababu Sheikh amesema, usitoe kwa sababu nani akuone hapa. Safisha kabisa nia yako ndio utoe. Mimi naanza. Ya Rabbi, mimi natoa mbele za watu.
Kutoa kwangu wewe umeruhusu. Suala la kutoa kwa siri na kwa wazi, mimi leo hapa natoa kwa wazi ya Rabbi. Natoa kwa ajili yako. Sheikh amenitangulia. Ngoja. Bana. Ya Rabbi, naingiza mkono mfukoni. Watu wote wanaona, lakini mimi natoa kwa ajili yako, hata kama hao wanaona. Natoa kwa ajili yako. Nafsi inanisumbua kidogo. Kwamba toa watu wakuone. Nafsi nakwambia hivi, mimi natoa kwa ajili ya Mungu. Na wewe nafsi kama unayo utajua mwenyewe. Mimi natoa, wewe nafsi yangu unanishawishi vibaya. Naiambia nafsi yangu, kaa pembeni, mimi natoa kwa ajili ya Mungu. Natoa 10,000. 10,000. Katika nilizonazo nyingi, ili na dunia nayo iende, siwezi kutoa zote. Natoa 10,000. Ngoja nichague ile mpya. Tutoe vizuri. Tayeb. Hii bwana unapoonyesha hivi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. So unakauka tu. Mungu anapenda akikupa neema watu waone. Wewe Mungu amekupa neema alafu unavaa kiatu cheusi kimoja kingine chekundu. Mungu apendi vaa mokas iliyokwenda shoshaini. Mafahamu bwana? Sasa Sheikh nakuhusu. Umetia nia lakini asilete mtu hapa bila kutia nia. Mwambie Mungu na mimi natoa nikikute huko kwako. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sheikh Hamza. Hizi hapa bwana. Endelea kupata hesabu. Karibuni. Mashaallah. Barakallahu fikum. Sasa pesa Sheikh haipatikani kiurahisi. Mmoja aenda na kofia kule kwa kina mama. Nenda. Sheikh anafanya mchezo na hela. Mujahid, nenda kwa kina mama kule. Anzia kule. Sheikh Mujahidi. Vua kofia, anzia pale. Akina mama kule. Mama mwenzenu ameondoka, ametangulia mbele za haki. Amejitangulizia ploti yake. Tungeni mkono nyumba ijengwe. Ulikuwa na betri hapo? Barakallahu fikum. Hapa. Chakawali. Chukua muda kidogo, chukua pesa. Barakallahu fikum. Watoto wa marehemu. Biashara hii. Barakallahu fikum. Tutaendelea kushirikiana na watoto wa marehemu almarhuma kwa namna moja au nyingine bila ya kukalifishana. Hata wao pia tutafutia wadau, watu wa kheri. Mama azma yake itimie insha Allah taala. Zote hizi unasemaje? Sawa. Tuchangamkie fursa. Alhamdulillah. Mzee wetu mzee Kimazia anasema tuchangamkie fursa. Hii ni fursa. Tena kheri hii ndani ya mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah. Tufanye haraka kidogo.